Ikiwa kuna ugonjwa ambao hutia dunia nzima kiwewe, basi ni vigumu kupata ule unaoshindana na Ebola. Jina lake pekee linatosha kuamsha kumbukumbu za vijiji vilivyofungwa, wahudumu wa afya waliovaa mavazi maalum ya kujikinga, na jamii zilizolazimika kuwatenga hata ndugu zao kwa sababu ya hofu ya maambukizi. Ugonjwa huu ambao milipuko yake mingi imewahi kutokea katika Afrika ya Kusini mwa jangwa la Sahara ni mojawapo ya magonjwa hatari zaidi kuwahi kujulikana kwa binadamu. Bila matibabu na huduma za haraka, unaweza kusababisha vifo kwa idadi kubwa ya wagonjwa wake. Lakini pamoja na hofu yote inayozunguka, wengi wetu hatujui Ebola ni nini hasa. Ugonjwa huu hutoka wapi? Kwa nini huibuka ghafla? Ebola husambaa vipi? Na je, leo kuna tiba au chanjo inaweza kuizuia? Katika kipindi hiki, nitaweza kuelezea kwa undani chimbuko la Ebola, namna inayoenea, dalili zake, na ni kwa nini huwa hatari sana, jinsi madaktari wanavyoitibu na hatua zinazoweza kuokoa maisha. Safari yetu inaanza mwaka wa 1976. Katika mwaka huo, wagonjwa wenye homa kali na kutoka kwa damu waliripotiwa katika maeneo ya ambayo sasa ni Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Sudan Kusini. Watafiti walipogundua virusi vilivyosababisha ugonjwa huo, walivipa jina Ebola kutokana na mto wa Ebola uliokuwa karibu na eneo moja la mlipuko huo. Tangu wakati huo, milipuko kadhaa imewahi kutokea, lakini iliyotikisa dunia zaidi ilitokea Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016, ambapo maelfu ya watu walipoteza maisha na mifumo ya afya ikalemewa. Ebola hutoka wapi? Hadi leo, wanasayansi wanaamini kuwa popo wanaokula matunda ndio hifadhi ya asili ya virusi hivi. Popo hawa wanaweza kubeba virusi bila kuugua. Virusi vinaweza kuhamia kwa wanyama wengine kama vile sokwe, nyani na baadhi ya mamalia wa porini. Binadamu anaweza kuambukizwa anapogusa damu, nyama au majimaji ya mnyama aliyeambukizwa. Baada ya virusi kuingia kwa mtu mmoja, ndipo mlipuko unaweza kuanza. Tofauti na mafua au surua, Ebola haisambai kupitia hewa. Ugonjwa huu huweza kuenea pale mtu anapogusana moja kwa moja na damu, matapishi, kinyesi, mate, mkojo au majimaji mengine ya mwili na mgonjwa au mtu aliyefariki kutokana na Ebola. Vile vile, nguo, mashuka, sindano au vifaa vilivyochafuliwa na majimaji hayo vinaweza kusambaza maambukizi. Ndio maana wahudumu wa afya hulazimika kuvalia mavazi maalum yanayofunika mwili mzima wanapowahudumia wagonjwa hawa. Baada ya kuambukizwa, dalili hazitokei kwa mara moja. Kwa kawaida, hujitokeza kati ya siku 2 hadi siku 21. Ingawa kwa watu wengi huanzia baada ya takriban siku 8 hadi 10. Mwanzoni, mgonjwa anaweza kuhisi homa kali, uchovu usio wa kawaida, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli na viungo, pamoja na koo kuwasha. Kwa sababu dalili hizi zinafanana na malaria au homa ya matumbo au mafua makali, Ebola inaweza kuchanganywa na magonjwa mengine katika hatua za mwanzo. Kadri ugonjwa unavyoendelea, hali hukuwa mbaya zaidi. Mgonjwa anaweza kuanza kutapika, kuharisha sana, kupata maumivu makali ya tumbo na kupoteza maji mengi mwilini. Baadhi ya wagonjwa hupata kutokwa na damu kupitia fizi, pua au sehemu zingine za mwili. Lakini si kila mgonjwa wa Ebola hutokwa na damu. Hili ni jambo ambalo watu wengi hulielewa vibaya. Kwa nini Ebola hukuwa hatari kiasi hiki? Virusi hivi vinapoingia mwilini havibaki sehemu moja. Huenea kupitia damu na kushambulia aina mbalimbali za seli za kinga ambazo ndizo askari wa kwanza wa mwili kupambana na maambukizi. Badala ya mwili kudhibiti virusi ndivyo huanza kudhibiti mwili. Kadri vinavyozidi kuongezeka, mfumo wa kinga huanza kutoa kemikali nyingi za uchochezi ambazo zinaweza kuharibu mishipa ya damu na tishu mbalimbali. Mishipa ya damu inaweza kuanza kuvuja
na mgonjwa kupoteza maji mengi kupitia kutapika na kuharisha. Wakati huo huo, ini, figo na viungo vingine muhimu vinaweza kuanza kushindwa kufanya kazi ipasavyo. Bila matibabu ya haraka, shinikizo la damu hushuka, mwili hukosa oksijeni ya kutosha kwenye viungo muhimu, na mgonjwa anaweza kuingia kwenye mshtuko mkubwa wa mwili unaoitwa shock. Hali hii ndiyo inasababisha vifo kwa wagonjwa wengi wa Ebola, si kutoka kwa damu pekee kama watu wengi wanavyoamini. Kwa kweli, si kila mgonjwa wa Ebola hutoka kwa damu. Kwa wengi, upungufu mkubwa wa maji mwilini, kushindwa kwa viungo muhimu na mwitikio mkali wa mfumo wa kinga ndiyo hatari kubwa zaidi. Madaktari wanatibuje Ebola? Miaka ya nyuma, jibu la swali hili lilikuwa la kutisha. Madaktari hawakuwa na dawa maalum ya kupambana moja kwa moja na virusi vya Ebola. Walichoweza kufanya ni kupambana na maradhi ambayo virusi vilikuwa vimesababisha mwilini. Lakini leo hali imebadilika sana. Hatua ya kwanza kabisa ni kumtenga mgonjwa ili kuzuia maambukizi kuenea kwa watu wengine. Kisha madaktari huanza kupambana na tatizo kubwa zaidi linalotisha maisha ya mgonjwa: upungufu mkubwa wa maji na madini muhimu mwilini. Kutokana na kutapika na kuharisha mara kwa mara, mwili hupoteza maji kwa kasi sana. Ndiyo maana wagonjwa wengi huweka dripu za maji na elektrolaiti ili kurejesha kile ambacho mwili imepoteza. Wakati huo huo, madaktari hufuatilia kwa karibu shinikizo la damu, kiwango cha oksijeni, sukari kwenye damu na utendaji wa viungo muhimu kama ini na figo. Iwapo mgonjwa atapata maambukizi mengine ya bakteria, hupewa madawa kuyatibu. Akipata shida ya kupumua, hupewa oksijeni na msaada mwingine wa kupumua. Kwa ufupi, madaktari hujaribu kuupa mwili muda na nguvu wa kutosha ili mfumo wa kinga uweze kupambana na virusi hivi. Sasa hapa ndipo sayansi inapopiga hatua kubwa. Katika miaka ya karibuni, wanasayansi walitengeneza dawa maalum zinazojulikana kama monoclonal antibiotics. Hizi ni kingamwili zinazotengenezwa kwenye mahabara. Zimeundwa kutambua na kushikamana na virusi vya Ebola na kuvizuia visiendelee kuingia kwenye seli za mwili. Kwa kufanya hivyo, virusi hupata ugumu wa kuendelea kuongezeka na mfumo wa kinga hupata nafasi nzuri zaidi ya kuvishinda. Dawa hizi zimeonyesha uwezo mkubwa wa kuongeza nafasi ya kupona kwa wagonjwa, hasa zinapotolewa mapema baada ya ugonjwa kugundulika. Na hilo linafundisha jambo muhimu sana. Ukichelewa kutafuta matibabu, virusi hupata muda wa kuharibu mwili kwa kiwango kikubwa zaidi. Lakini ukiwahi hospitalini mapema, nafasi ya kupona huongezeka kwa kiasi kikubwa. Ndio maana katika mapambano dhidi ya Ebola, silaha kubwa si dawa pekee. Silaha kubwa zaidi ni utambuzi wa mapema, matibabu ya haraka na huduma bora za kitabibu. Je, mtu akipata Ebola lazima afe? Jibu ni hapana. Ingawa Ebola ni ugonjwa hatari sana, si kila mgonjwa hufariki. Uwezekano wa kupona huongezeka haswa ikiwa mgonjwa atagunduliwa mapema na kupata huduma bora za kimatibabu kama kuongezewa maji, kusawazishiwa madini mwilini, kusaidia kupumua inapobidi na kutibiwa matatizo yanayojitokeza. Kwa baadhi ya aina za virusi vya Ebola, pia kuna dawa maalum ya kinga mwili na chanjo zilizothibitishwa kusaidia kupunguza hatari ya ugonjwa, ingawa hazifanyi kazi kwa kila aina ya virusi vya Ebola. Hii ndio sababu utambuzi wa mapema ni silaha muhimu zaidi. Na je, tunawezaje kujikinga? Kuepuka kugusa damu au majimaji ya mtu mwenye dalili za Ebola, kutumia vifaa vya kujikinga wakati wa kumhudumia mgonjwa, kutafuta taratibu salama za mazishi na kuripoti haraka visa vinavyoshukiwa ni hatua muhimu za kudhibiti ugonjwa huu. Kwa jamii zilizo katika maeneo yenye milipuko, ushirikiano kati ya wananchi na wahudumu wa afya hukuwa muhimu kuliko kitu kingine chochote. Ebola
ni mfano wa jinsi kiumbe kidogo kisichoonekana kwa macho kinavyoweza kubadilisha historia ya mataifa. Lakini pia ni mfano wa nguvu ya sayansi. Kupitia utafiti, ufuatiliaji wa magonjwa na ushirikiano wa kimataifa, dunia imeweza kudhibiti milipuko mingi ambayo zamani ilionekana haiwezekani kuzimia. Hata hivyo, kutokana na kuendelea kuwepo kwa virusi hivi katika mazingira ya asili na uwezekano wa milipuko mpya bado upo. Ndio maana elimu, tahadhari na uelewa sahihi ni kinga ya kwanza. Kama umejifunza jambo jipya leo, usisahau kuipenda video hii, kujiunga na Afrika Imara na kushiriki video hii ili elimu hii iwafikie watu wengi zaidi. Asante.